Na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amejitokeza kumtetea rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuhusu madai kutoka kwa baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza kwamba anafadhili upinzani dhidi ya serikali. Akizungumza wakati alipoanza ziara ya kisiasa ya siku mbili katika kaunti ya Nakuru, Gachagua alitoa wito kwa viongozi wa muungano huo kuzingatia changamoto zinazowakabili wa Kenya. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alianza ziara yake ya siku mbili kaunti ya Nakuru katika eneo bunge la Naivasha ambako alifungua ofisi za chama hicho. Try to divert attention by attacking President Uhuru Kenyatta so that the people of Kenya can abandon that debate and start defending President Uhuru Kenyatta. Naibu huyo wa rais wa zamani aliwashtumu baadhi ya viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza kwa kile alichodai kuwa lalama zisizo na mwelekeo kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na masaibu yao ya kisiasa. The woes that you face were not caused by President Uhuru Kenyatta. They are self-inflicted. Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri ya awamu ya 4. Sitaki apakwe matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando, wacha Kalonzo afanye mundu kumundu. Gachagua alitoa wito kwa viongozi wanaoegemea serikali kuweka juhudi zao katika kuangazia changamoto zinazowakabili wa Kenya. Ambia yeye asikubali kudanganywa na yule jamaa. Yeye ajipange kama anajipanga, na akiona imekuwa ngumu kabisa, yeye akuje. Kenya haitachagua project. Ati unatuletea watu yako wakuwe wanatawala, lakini wewe ndio uko na remote control. Leave President Uhuru Kenyatta alone. President Uhuru Kenyatta is retired and face your competitor Rigathi Gachagua. Anajiri huku mwenzake wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akibashiri ushindi mkubwa wa upinzani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kalonzo aliyezungumza huko Malindi, kaunti ya Kilifi, baada ya kuwapokea viongozi kadhaa waliogura chama tawala cha UDA na kujiunga na Wiper, alipendekeza waziri wa zamani wa huduma za umma Aisha Jumwa kwa wadhifa wa naibu kiongozi wa chama hicho, siku chache baada ya yeye kutangaza kukihama chama cha UDA. Na mapenzi mengi, gavana wa Kilifi aitwa nani? Aisha. Na mimi niko tayari kumkabidhi tikiti ya chama cha Wiper Patriotic Front. Na hatimaye baadhi ya viongozi wa Ukambani wakiongozwa na mbunge wa Mwala Vincent Musyoka Kawaya wamesema miaka 25 kwenye upinzani imetosha kwa eneo hilo na kutoa wito kwa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kukumbatia ushirikiano wa kikazi na Rais William Ruto. 25 years is enough for us to be in opposition. Kwa sababu opposition haina chochote. Kwa nini tunachochewa? Kwa nini tunadanganywa? Wale wengine wanataka hii kiti ya urais, wanaenda kwa TV wanaulizwa, haya tukupatie leo, utafanya nini? Hakuna kitu hata moja wanasema watafanyia wananchi wa Kenya. Hao watu wa upinzani ambao wameshindwa kujipanga, wao wanafikiria the next election na mambo yao wenyewe. Abdiaziz Hashim, Darubini Wiki.